serikali inakusudia katika hatua zingine zaidi, serikali inakusudia katika mwaka wa fedha, katika bunge lijalo, serikali inakusudia kwenda kuifuta sheria ya kutaifisha mifugo. Ni eneo ambalo lilikuwa linalalamikiwa na wafugaji wengi, ni eneo ambalo lilikuwa lina maumivu katika familia nyingi. Tayari Mheshimiwa Rais alishatoa maelekezo hayo, na mimi nimewaelekeza wenzetu wa Wizara ya Maliasili na Utalii, Wizara ya Katiba na Sheria na Ofisi ya Mwanasheria Mkuu kuandaa mabadiliko hayo ya sheria ili yakapitishwe na bunge lijalo. Lakini Mheshimiwa Rais pia amechukua hatua ambazo ni wapongeze waheshimiwa mawaziri kilimo na mifugo wameanza kuonesha kwa vitendo ushirikiano huo. Na Mheshimiwa Waziri wa Kilimo na Mifugo, muongezeni na Waziri wa Maji kwenye ushirikiano wenu huu na Waziri wa TAMISEMI, ili vifaa ambavyo vimeshapatikana viko ndani ya nchi viweze kutumika kwa manufaa ya wafugaji, wakulima, wavuvi, visitumike tu kwa sekta ambayo ndio ni kama mmiliki wa vifaa husika. Kwa mfano, hakuna sababu ya kuwa na mifugo inakufa kwa kukosa maji, ili hali katika mkoa husika kuna mitambo ya kuchimba mabwawa, kuna mitambo ya kuchimba visima. Ninyi Mheshimiwa Waziri wa Mifugo umetushuhudia pale jinsi ambavyo Mheshimiwa Waziri wa Kilimo tayari ameshatoa ruhusa ya baadhi ya mabwawa kutumika katika hatua za kupatikana maji kwa wafugaji. Nakumbuka Waziri wa Maji pia alishaisemea hiyo kwamba sasa hivi miradi wanayotekeleza itakuwa si tu kwa ajili ya miradi ya maji ya matumizi ya majumbani, itakwenda kutoa pia huduma hiyo kwa upande wa kilimo. Hii itatusaidia kwenda na hatua hizi kubwa ambazo nimesema zimebainishwa katika ilani, katika dira na katika maelekezo ya Mheshimiwa Rais. Tukiendelea na mechanization ya aina hii na ushirikiano huu, tutakwenda pia kutatua tatizo kubwa linalotunyemelea kama nchi. Tuna tatizo kubwa linalotishia undugu wetu, na lenyewe ni migogoro ya ardhi. Migogoro kati ya wakulima na wafugaji, migogoro kati ya wananchi na uwekezaji. Jawabu lake wala sio kuchukiana. Jawabu lake wala sio mfugaji kumwona mkulima ni adui yake. Jawabu lake wala sio mfugaji kumwona mkulima ni adui yake, ama mkulima kumwona mfugaji ni adui yake, ama mfugaji kumwona mkulima ni adui yake. Jawabu lake, kwa kuwa ardhi haiongezeki na watu wanaongezeka, lazima tuende kwenye uwekezaji wa ubora katika uzalishaji tunaofanya. Tumeona pale tulipopita kwenye eneo la malisho, tumeona aina ya nyasi tulizoziona pale, kimsingi hata katika maeneo tunakogombana hazipatikani tena. Kwa hiyo jawabu lake ni kwenda kwenye uzalishaji wa nyasi za aina hiyo. Hii itatuondolea matatizo ya uzalishaji ya migogoro, lakini pia itatuhakikishia ubora wa mazao yetu ya mifugo, ubora wa mazao yetu ya kilimo. Tukizalisha kwa ubora huu tuliouona katika maeneo tulikotembelea bidhaa hizi, pia itatuhakikishia uongezaji wa thamani. Sina maana ya kukejeli uzalishaji ambao tumezoea watangu enzi za bababu na mababu, lakini ni uhalisia kwamba mafuta haya tunayoyaona pale Shelui, tunayoona pale wapi Pandambili, panaitwa ni Pandambili pale. Matunda yale tunayaona kona pale, panaitwa kona gani pale kabla ya kuelekea Tanga na kuelekea Segera pale. Mananasi yale tunayoyaona wapi pale. Haya ni mengi tu yakipangwa pembeni ya barabara. Ni mengi tu yakipangwa pembeni ya barabara. Lakini ukiweka kiwanda serious cha kufanya kazi masaa 24 na vijana wakafanya kazi kwa shift,
kwa kupokezana. Ni wiki mbili tu malighafi hizo hazipo. Nasema haya ili tujue kazi tulionayo mbele na umuhimu wa hizi mechanization na umuhimu wa haya tunayoyafanya. Ninachosema tusiwe tunafanya kwa ajili ya maonesho, kwamba ndo iwe standard ya maisha yetu, yaani ndo uwe uzalishaji wetu wa kila siku. Nilibahatika mwaka mmoja nikaambatana kwenye ziara ya Mheshimiwa Waziri Mkuu Mizengo Kayanza Peter Pinda. Mwaka mmoja tukaenda nchi moja, nadhani ilikuwa Poland. Tukaenda tukakuta eneo moja maziwa waliokuwa wanayachakata kwa siku yalikuwa yanaendana na takwimu za maziwa tunayozalisha sisi kwa mwaka mzima. Wao ni kiwanda kimoja kinachakata kwa siku. Tukaenda kwenye kiwanda kimoja cha unga waliokuwa wanasaga kwa mwezi ama kwa siku, nataka kuichanganya hii, kwa mwezi ama kwa siku, kama ilivyokuwa kwa maziwa kwa wakati ule, ilikuwa ni sawasawa na kiwango tulichokuwa nacho sisi cha mahindi kwenye NFRA yetu kwa mwaka mzima. Sitoi hii kwa maana ya kuvunja moyo, lakini naitoa hii kwa uhalisia kwamba inahitaji kazi kubwa na yenye msukumo wa pamoja wa kila Mtanzania kuona kwamba hiki tunachokionesha na hiki kilichoandikwa kwenye dira na hiki kinachohubiriwa na maandiko mengine yote na mipango yote ndo iwe utaratibu, ndo iwe standard ya maisha ya uzalishaji ya kila mtu. Hapo ndipo unaweza kufikia kuwa muuzaji wa zao fulani duniani, wa kwanza duniani. Lakini uelekeo tulionao kwa miongozo ambayo Mheshimiwa Rais anaitoa ni uelekeo sahihi, kwa sababu katika kumbukumbu za nchi yetu ni kwa mara ya kwanza fedha nyingi zimepelekwa kujenga miradi ya umwagiliaji kama inavyofanyika sasa.